السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ndugu zangu hadirin, baada ya kumhimidia Allah tabaraka wa taala, kadhalika kuzitaka ziada za rehma na amani zimwendee nabiyil umma, kiongozi wetu, jemedali wetu, amirijeshi wetu mkuu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya shukurani zangu za awali, nizirejeshe tena shukurani zangu za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza kwa kuniafikisha mimi na kukuafikisha wewe mtazamaji kuweza kuidiriki siku kama ya leo, tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, na kila mmoja hivi sasa yuko katika tajihizi akifanya maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameuita kuwa ni shahrun mubarak, ni mwezi uliobarikiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zilipokuwa zikifika nyakati kama hizi kubaila Ramadhani, kabla kidogo ya kufika Ramadhani, heka zao, harakati zao ilikuwa ni kuikaribisha Ramadhani, ilikuwa ni kuipokea Ramadhani. Tunaambiwa salafu salihin walikuwa wakiipokea Ramadhani miezi 6 kabla, lakini walikuwa wanaisindikiza Ramadhani miezi 6 baadaye. Kwa hiyo ndani ya mwaka mzima wao walikuwa ni katika kuikaribisha Ramadhani na katika kuisindikiza Ramadhani. Na sisi tunatakiwa tuige mfano wa salafu salihin. Kwa hiyo tuko ndani ya mwezi wa Shaabani, na kila mmoja hivi sasa anamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala azidi kumuengaenga kwa haya masiku machache yaliyobakia ili aweze kuidiriki Ramadhan. Kwa kila mmoja anatakiwa afanye tajihiz, anaipokea vipi Ramadhani, anaikaribisha vipi Ramadhani. Siku ya leo tutatazama hikmatun baligha, hikma nzito, hikma zilizokwenda mno, ambazo ndani yake zinaelekeza ama zikifundisha ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika mafundisho ya hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalika mafundisho ya Qur'ani na hadithi vinatufundisha anna Jibril alayhi salam, ya kwamba Jibril, amani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iwe juu yake, nazala bil Qur'ani, ndiye aliyeshuka na Qur'ani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha afdalul malaika. Kile kitendo cha Jibril alayhi salam kupewa jukumu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la kushuka na Qur'ani kwa umma huu, jambo hilo likapelekea akawa ni mbora kuliko malaika wote. Kwa hiyo ubora wa Jibril alayhi salam umepatikana kwa kuiteremsha Qur'ani
kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa umma huu. Lakini Qur'ani inaashiria na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanaashiria anna al-Qur'an nazala ala Muhammad, ya kwamba Qur'ani ilishuka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa asbaha sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin. Kile kitendo cha Qur'ani kuteremshwa kwa mtume wetu Muhammad kimepelekea mtume Muhammad akawa ni bwana wa wale wa mwanzo na wa mwisho, na akawa ni bwana wa mitume mursalin. Al-Qur'anu jaa li ummati Muhammad, Qur'ani ilipokuja kwa ummati Muhammad, fa asbahat khairul umami, basi ummati Muhammad ikapelekea kuwa ni umma bora kuliko umma zilizotangulia. Al-Qur'anu nazala fi shahri Ramadhani, Qur'ani bila shaka ilishuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, fa asbaha Ramadhan khairu shuhur, ikapelekea mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi bora kuliko miezi yote. Al-Qur'anu nazala fi lailatil qadri, Qur'ani ilishuka katika usiku wenye cheo, usiku wa lailatul qadri, fa asbahat khairul layali wa afdaluha. Kile kitendo cha Qur'ani kutelemka katika lailatul qadri, jambo hilo likapelekea usiku huo ukawa ni bora zaidi kuliko mausiku yote. Fa wallahi alladhi la ilaha illa huwa, basi ninamuapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa yeye, idha nazala al-Qur'anu fi qalbika wa fi hayatika, Qur'ani inaposhuka katika moyo wako na katika maisha yako, asbahta khairan nasi, basi wewe utakuwa ni bora zaidi ya watu wote. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema katika hadithi sahihi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule atakayejifundisha Qur'ani na akaifundisha. Kwa nini nimeanza na utangulizi huu? Kwa nini nimeanza na hikma hizi? Ni kwa sababu Jibril alayhi salam ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mara nyingi alikuwa akishuka kwa mtume na kumfundisha Qur'ani. Kwa hiyo Ramadhani ni shahrul Qur'ani, ndio mwezi wa Qur'ani. Kwa hiyo tunapofanya tajhiz ya kuipokea Ramadhani, tunapofanya tajhiz ya kuikaribisha Ramadhani, basi tujiandae kukithirisha sana kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tuweze kujibebea ubora kama alopata Jibril kwa kuishusha Qur'ani, kama alopata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuteremshiwa Qur'ani, na kama tulivopata sisi sharafu kwa kile kitendo cha kuijiliwa na Qur'ani. Sasa tulithibitisha jambo hili kwa vitendo mara tu inapoingia Qur'ani, basi tujitahidini wenye kuhitimisha kwa mwezi mara 3, wenye kuhitimisha mara 4, atakayetaka kuhitimisha kila 10 la mwezi mtukufu wa Ramadhani mara 5, basi wallahi atakuwa amefanya jambo la khairi. Na ieleweke kwamba tunaingia ndani ya ibada kubwa, ibada kongwe, ibada tukufu, ibada ambayo hailinganishwi na ibada nyingine kimalipo. Na ndio maana utaona unapofanya amali yoyote ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi amali hiyo hailinganishwi na amali nyingine unayoifanya nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa hikma tunaambiwa 3 a'mal la tadkhulu almawazina yawm alqiyama, amali 3 haziwezi kuingia katika mizani siku ya kiyama. Kwa nini haziwezi kuingia katika mizani siku ya kiyama? Li'azamatiha, kwa ule utukufu wake, kwa ule ukubwa wake. Sasa tuzitazame ni amali gani ambazo mwanadamu akizifanya siku ya kiyama haziwezi kupimwa katika mizani. Tunaambiwa al-afwu 'anil nas, amali ya kwanza ni kuwasamehe watu. Na suala la kuwasamehe watu ni suala gumu sana. Kuna jamaa yangu mmoja aliombwa msamaha, akajitahidi, akajikaza, akasamehe, lakini baada ya kuwa ametamka neno la msamaha alilia sana. Akaulizwa, kwa nini unalia? Akasema, kwa kweli kusamehe ni jambo gumu. Na ndio maana tunaambiwa miongoni
mwa zile amali ambazo hazitoingia kupimwa katika mizani ni wale watu wenye kuwasamehe wenzao. Kwa nini? Lianna al-afwa lam yuhaddad al-ajra, kwa sababu kusamehe hakujawekewa kiwango na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala cha malipo, na hili linathibitishwa liqaulihi ta'ala, na tamko lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yoyote atakayesamehe na akafanya islahi, basi mtu huyo malipo yake yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana hakuna anayejua malipo yake isipokuwa Allah tabaraka wa Ta'ala. Na jambo la pili ambalo haliwezi kuingia, yani ibada ya pili, amali ya pili ambayo haiwezi kuingia katika mizan, as-sabru, ni subra. Na subra ni jambo zito, ni jambo gumu. Subra ndio imebeba mambo yote. Subra lam yuhaddad al-ajra, na yenyewe haijawekewa kiwango cha malipo. Na hili linathibitishwa liqaulihi ta'ala, na tamko lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika si vinginevyo wenye kufanya subra watalipwa malipo yao siku ya kiyama bila hisabu. Kwa hiyo malipo ya subra hayana hisabu, na hakuna anayejua uzito wake, ukubwa wake isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini amali ya mwisho ambayo haitoingia na kupimwa katika mizani siku ya kiyama, as-siyamu, ni funga. Na hapa ndipo mahalu shahidi, ni mahala ninapopakusudia, kwa sababu tuko ndani ya mwezi wa Shaabani na tunaelekea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zimebaki siku chache tu, takriban wiki moja na hivi. Kwa hiyo ibada ya funga nayo pia haitoingia katika mizani siku ya kiyama, na hii ni kwa ushahidi wa hadithul qudsi, hadithi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, kullu amali ibn adam lahu, kila amali anayoifanya mwanadamu ni yake yeye, illa saumu, isipokuwa funga, fa innahu li, hakika funga ni yangu mimi, wa ana ajizi bihi, na mimi ndo ninayoilipa. Kuna baadhi ya mufassiruna wakasema kila amali anayoifanya mwanadamu nimemjulisha malipo yake, isipokuwa saumu sikumjulisha nitamlipa nini, kwani saumu ni ya kwangu mimi na mimi ndo ninayoilipa. Wakasema hapa imefanyika idhafa tutashrifi, ni idhafa ya kuitukuza ibada ya funga. Sio kwamba ibada nyingine halipi Allah, ibada zote analipa Allah, lakini aliposema wa ana ajizi bihi, imeegemezwa kwa Allah ule muegemezo wa kuitukuza ibada ya funga. Wa yunadi munadi yawm al-ba'th, na atanadi mwenye kunadi siku ya kiyama, siku ya ufufuo, aina alladhina ajrahum ala Allah, wako wapi wale ambao malipo yao yako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utakaposikika munada huo, fayaqbalu as-sabirun was-saimun wal-aafuna 'anil nas, pale pale watajitokeza wale waliofanya subira hapa duniani, watajitokeza wale waliokuwa wakitekeleza ibada ya funga hapa duniani, na watajitokeza wale waliokuwa wakiwasamehe watu. Sasa kuna baadhi ya watu huichezea hii ibada ya funga. Unapofika mwezi kama huu wa Shaabani, unakuwa ndio mwezi wao wa kuvunja jungu. Na unajua kuvunja jungu maana yake nini? Kuvunja jungu ni kuhitimisha kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wanajua watakuwa ni wenye kujizilia kufanya maasi mwezi mzima. Sasa wanaagana na maasi. Ieleweke wazi kwa yule atakayefanya jungu, atakayevunja jungu, basi huenda amali yake ikawa habaa manthura, ni vumbi linalopeperushwa na upepo. Hayo sio mafundisho ya salafu salihin, hayo sio mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuige mwenendo wa salafu salihin. Walikuwa wakipokea Ramadhani miezi 6 kabla, na wanaisindikiza Ramadhani miezi 6 hapo baadaye. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kwa haya yote tulojifunza, kwani yeye ndiye almuwafiqu lis-sawabi wal-hadi ila sabili ar-rashad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.